Hello, mtu wangu wa nguvu, kama uko Uganda, kama uko Tanzania, kama uko Kenya, kama uko Kongo, kama uko Rwanda, kama uko Burundi. Hii nafasi nyingine tena ambayo nakukujia na kazi zingine 5 za caregivers, lakini pia nakupatia zingine kazi 5 za construction. Wewe ambaye unaendelea kufuatilia channel yako ya Power ya Laser TV. Hivyo basi ni kuombe uweze kukaa pamoja na mimi. Chukua karatasi yako pamoja na bike ya makalamu, tuweze kuongozana hadi mwisho. Tuwe hatua kwa hatua pamoja na wewe, ni kuelekeze hizi kazi zote 10 jumla. Afu utaamua ni ipi ambayo utaapply wewe, kwa sababu nitakupatia full details katika kazi hii. Na kumbuka kazi hizi zote zipo tayari kwa sababu yako. LMA ipo tayari, visa sponsorship ipo tayari. Ni wewe tu kuweza kunisikiliza kwa makini na kuzingatia link muhimu na tip muhimu ambazo nitakazitoa katika video hii. Hivyo basi twende pamoja hadi mwisho. Katika kazi hizi ambazo nimezitaja, unaweza kufanya application ya kazi ukiwa nyumbani kwako barani Afrika. Yaani ukiwa Afrika Mashariki. Of course tunaongea Kiswahili. Kwa hivyo kama wewe ni Mswahili, hii inakuhusu. Umesoma mambo ya caregiving, labda unaweza kutoa huduma kwa watu, kwa wazee ama kwa watoto ama kwa watu ambao wasiojiweza, na ulikuwa na ndoto ya kutaka kuja kufanya kazi Canada. Laser TV kama kawaida nilikuahidi ya kuwa nitaenda sambamba pamoja na wewe kuhakikisha unaweza kupata hizi kazi. Niliahidi ya kuwa nitakuwa natoa kila siku ama kila baada ya siku 2 nitakuwa natoa video za kazi 5 kutoka kwa domain tofauti ili niweze kufanyikisha watu wangu wa East Africa kuweza kupata nafasi ya kuja kufanya kazi Canada. Hivyo basi kwa upendo mkubwa ni kuombe, kama ni mara yako ya kwanza unatazama video hii ama unatazama channel yetu ya Laser TV, uweze kusubscribe kama hujafanya hivyo. Lakini pia nisikilize vizuri, ukiwa na swali usisite kuniandikia kupitia comment section, nitakujibu moja kwa moja kupitia comment section. Basi nisikuchoshe, na najua kila mtu yuko eager ama kila mtu anataka kujua sasa hizi kazi zinapatikanaje ama hizi kazi ni kazi za namna gani. Kama nilivyosema, tunaanza na kazi 5 za caregiving. Ndio tunaanza nazo. Kwa hivyo wale ambao wanataka kazi za caregiving, kaeni tayari mkao wa kula. Kazi zenyu 5 hizi hapa zinakuja. Kazi namba 1 inaitwa Live In Caregiver. Tunasema hivyo, lakini kampuni inaitwa YYC Home Care Services. Inapatikana Alberta, Edmonton. Narudia tena, YYC Home Care Services, Alberta. Kazi sehemu ambapo inapatikana kunaitwa Wandering River, Alberta. Huko ni province ya Alberta. Mshahara ambao unatarajiwa kwenye hii kazi ni kuanzia $18 mpaka $22 kwa saa. Lakini mwajiri anasema atakuajiri full time live in. Yaani full time live in inamaanisha utafanya kazi masaa ya kawaida ya kazi, yani masaa 8 ambazo zinaruhusiwa na serikali ya Canada kuweza kufanya kazi, ndio inaitwa full time. Lakini pia ukitaka kufanya extra time is up to you, yani kutokana na uwezo wako wa kuifanya. Lakini hii live in inamaanisha ya kuwa utaishi hapo. Nitakwambia kwa nini. Benefit, faida za hii kazi hapa. Mwajiri anakutoa malazi yanatolewa, yani anakupatia accommodation, anakupatia sehemu ya kuishi pale sehemu yako ya kazi. Kwa hivyo hautakuwa na haja ya kutafuta nyumba Canada. Kwa wale wanaulizaga, je, nikipata visa ya kazi Canada nitafikia wapi? Nitakuja kuishi wapi? Tayari ni kazi ambayo iko na hiyo program ya live in. Yani utaishi pale sehemu ya kazi. Faida muhimu nyingine kubwa sana, kuna LMA support. Yani kuna possible mwajiri ako tayari wa Alberta anakusaidia kupata LMA. Na acha nikwambie, kazi nyingi zinapatikana huko Alberta, Edmonton. Wengi kabisa wanakuwa wako na LMA. Kwa hivyo tip muhimu kwa wale ambao wanatafuta kazi yoyote ile, mwe mnaangalia sana Alberta, Edmonton province hiyo wanapenda kutoa sana LMA. Unaweza kuiapply wapi hii kazi? Link muhimu iko hapa, ca.indeed.com/viewjobs, na mengine mengi yanaendelea. Usiwe na wasiwasi. Unajua kwa nini? Unajua wapi na utapata hizi vitu. Kwa description ya hii video link zote zitakuwa pale. Kwa hivyo ukisikiliza video hii mwanzo hadi mwisho, ushajua nini cha kufanya, ushaamua ni kazi gani utafanya,
utarudi kwa description ya hii video. Lakini pia first comment huwa naweka link. Kwa comment ya kwanza ambayo nitakuwa na ipin pale kwenye hii video, utakuwa unapata link zote. Kwa hivyo ni muhimu sana kuzingatia, kuangalia comment, kucomment, kulike, lakini pia kutembelea description ya kila video ili uweze kupata hizi link muhimu. Kazi ya pili ambayo tunaiangalia kwenye upande wa caregiving ni inapatikana nayo, inaitwa live-in caregiver. Zote zinaenda na hiyo mtindo live-in caregiver, yani inamaanisha unaishi pale ambapo unafanyia kazi. Ndio kazi niliyotafutia rahisi ambazo hazitawasumbua na mahali pa kufikia. Hii kampuni inaitwa Always Home Care. Hii inapatikana Nova Scotia. Always Home Care inapatikana katika province ya Nova Scotia. Huko ndio kazi inapatikana. Mahali pa kazi ni Amherst. Kuna city inaitwa Amherst, iko huko Nova Scotia, ndio kazi inapatikana. Mshahara kuanzia $16 mpaka $20 kwa saa. Itategemea na mazungumzo yako na mwajiri wako. Faida, hawa wanatoa huduma kwako, watakusaidia kwa kushughulikia mambo ya dental, yani meno. Kama kuna tatizo la meno, wanakusaidia kuosha meno, ambao ni gharama kubwa sana hapa Canada kwa watu wenye matatizo ya meno. Hawa wanakupatia tayari katika ofa ya kazi. Utakuwa na faida pia ya kushughulikia matibabu ya meno. Vision, kama kuna shida ya macho, watashughulikia pia matatizo yako ya macho. Lakini pia health, watashughulikia pia afya yako yote kwa jumla unapofanya kazi na wao. Faida nyingine muhimu sana ambayo unajua unaisubiri ni hii hapa ya LMIA. LMIA itapatikana wakati wa interview. Wakikucontact hao watu, wakikuita siku ya interview, make sure umewauliza kuhusu LMIA, kwa sababu iko, lakini watataka kusikia kama unaihitaji. Ndio maana wamesema potential LMIA contact employer before or on interview. Kwa hivyo before ama interview unaweza kuwauliza, je, LMIA iko tayari, wako nayo hawa. Kazi nayo inapatikana pale ca.indeed.com/jobview na mengine yanaendelea. Kama kawaida link utazipata zote mahali ambapo zinafaa kuwa, lakini pia kwenye group zetu za WhatsApp unaweza kuzipata hizi link. Na kama hujajiunga na group zetu za WhatsApp, ni kuambie tu link ya WhatsApp pia itakuwa kwa description ya video, ama kwa first comment ambayo nitaiweka kwenye, itakuwa pinned comment. Kwa hivyo link inaweza kuwa pale. Make sure unaenda sambamba na sisi. Kazi namba 3 ambayo ni ya caregiving ama caregivers, kama vile tulisema. Hii inaitwa Murray Goldman. Murray Goldman ni kampuni pia ya live-in caregiver ambayo inapatikana Toronto, Ontario. Kila mtu anajua Toronto. Huwezi kuzungumzia mambo ya Canada bila kuitaja Toronto. Hii kazi inapatikana Toronto. Mahali pa kazi ni Toronto, Ontario. Mshahara hapa ni mkubwa sana, kuanzia $34 kwa saa. Ndio kazi, ndio pesa wameandika hapa. 34.10 $SU per hour. So ni kazi nzuri sana. Faida, relocation support, free accommodation. Hii kazi hapa wao watakusaidia kurelocate kutoka sehemu ambayo iko, kama ni Afrika. Kwa hivyo hapa kuna uwezekano mkubwa wakakulipia hata nauli ya ndege. Juma anasema relocation support na free accommodation. Yani wanakusupport pia kuweza kuishi. Wanakisha kupatia free accommodation, yani utaishi bure ama utaishi kutokana na mikataba ya kazi. Kwa hivyo hautahangaika na mahali pa malazi, wapi pa kuishi, wapi pa kula na vitu kama hivyo. Tayari hawa wamesha kusupport. Kazi inapatikana wapi pia? Iko Indeed. Kama kawaida link kwenye description ya video. Kazi namba 4 ya hii live-in caregiver inapatikana Homestead, Halifax, Nova Scotia. Halifax ama Halifax, itadepend vile utaipronounce, lakini mimi naiona kama Halifax ama Halifax, itadepend na pronunciation yako. Lakini inapatikana wapi? Nova Scotia. Ndio province ambayo hii kazi inapatikana. Kuna umbali kidogo Nova Scotia na hapa ambapo mimi naishi. Kusafiri na gari ni kuanzia masaa
12 kutoka hapa mahali ambapo nipo kwenda Nova Scotia. Kwa hivyo ni mbali, lakini kazi ipo. Na nilikwambia unapotaka kuja Canada usiangalie umbali. Muhimu ufike Canada, mengine utayajua baadaye ukishaingia ndani ya nchi, kama utahama ama utabaki kule ukipenda kazi yako. Hii kazi ambayo iko Halifax kule Nova Scotia, mshahara wamesema competitive. Yani hawakutaja mshahara, lakini najua ni mshahara mnono sana, kwa sababu hizi kazi za mbalimbali zinatoaga mishahara mikubwa sana, kwa sababu wao kabisa wako na haja ya watu. Kwa hiyo mnaweza kuongea mshahara siku ya interview. Benefit, nao wanatoa huduma ya afya, watakushughulikia, watakupatia pia insurance package, yani utakuwa na insurance, full package insurance. Kwa hivyo hautakuwa na mambo mengi ya kukutesa kuhusu bima ya afya, bima ya maisha. Hawa watakushughulikia kila kitu. LMIA wanasema ask during interview. Yani ukipata nafasi tu ya kufanya interview na wao, wewe waulize mambo ya LMIA, hiyo sio tatizo yao, utapata kila kitu. Kazi inapatikana pia Indeed kama kawaida. Kwa hivyo link kwa description. Nitakwambia jinsi ya kufanya ili kuweza kuapply hizi kazi. Kazi namba 5 ya caregiver ambayo inapatikana Arshad Mahmoud, Surrey, BC. Kampuni inaitwa Arshad Mahmoud, iko town inaitwa Surrey. Surrey iko maeneo ya British Columbia, ama kwa kifupi watu tunasema BC. Ndio kazi inapatikana. Mahali ni Surrey, British Columbia. Mshahara $23 kwa saa, $23 per hour. Ndio hiyo kazi inasema. Benefit, on site parking full time, yani utaishi pale pia, lakini uko na parking yako ya gari pale full time, lakini kazi pia ni full time, yani masaa 8 ya kawaida ya kazi zote za Canada, na wewe utabenefit kitu kama hicho. Kwa hivyo hauna haja ya kuhangaika, mtu wangu wa nguvu, kazi iko tayari. LMIA, faida muhimu sana, contact employer directly. Yani mambo ya LMIA, ongea na muajiri, utapata LMIA bila wasiwasi yoyote. Mimi sikutafuti kazi zenye hazina LMIA. Sikutafuti kazi ambayo utaanza kuhangaika tena, utasubiri waambiwe wewe sijui tuma pesa fulani, sijui tuma kiasi fulani ndio tukufanyikishie mpango fulani. No. Kazi yote ambayo nakupa nimehakikisha nimezichunguza vizuri, ziko tayari, ni wewe tu kuweza kufanya application. Link ya hii kazi, bado kazi inapatikana Indeed, yani ca.indeed.com/jobviews na mambo mengine. Link iko kwa description. Nikisema na mambo mengine na maanisha sijakupatia full link, kwa sababu siwezi kutaja link yote hapa. Link inakuwa na mambo mengi sana. Kwa hivyo ukitaka kuiona vizuri unagusa kwa description hapa kwenye hii video pale chini, ama kwa comment section unaweza kuandika tu niko tayari kupitia comment section, ama nipe hiyo kazi, ama naomba hiyo kazi. Afu utaona comment ambayo itaapia pale juu, ambayo nitakuwa nimeipin, itakuwa inabeba link za kazi zote, na hivyo itakuwa rahisi sana. Hizo ni kazi 5 za givers ama caregiving ambazo nimezitoa. Kazi za ujenzi bila kuchelewa, kazi 5 pia za wale ambao wanataka construction, wanataka kuja kufanya kazi ya ujenzi. Maana hii ilikuwa ombi ya watu, especially aliyeniambia ni Eric Maganga. Tulikuwa na live TikTok tarehe 30 June. Hii video unaiona tarehe 1 Julai, na ni siku nzuri sana kwetu watu wa Canada, kwa sababu tuko katika sherehe ya kusherekea Canada Day. Kwa hivyo nimesema ni moja kati ya zawadi ambazo naweza kuzitoa. Lakini Eric Maginga aliniambia, kaka, tupatie kazi za construction. Hizi hapa bwana Eric, na caregivers pia nishatoa. Kazi ya kwanza ina kampuni inaitwa Sheet Metal Workers, Copper Tip Plumbing and Heating. Hii ndiyo kampuni. Kazi inapatikana wapi? Faney, BC, yani British Columbia. Ndiyo kazi inapatikana. Usio na wasiwasi, kila kitu, details zote utazipata kupitia
description ya hii video. Mshahara, hawa wameandika mshahara wao wa mwaka $70,000 kwa mwaka. Yani kila mwaka utafanya kazi nao utakuwa unahakikisha umesave ama umeweka kibindoni pesa $70,000. Sijui ni milioni ngapi za kwenyu. Ni wewe utachukua calculator yako uweze kufanya $75,000 mpaka $99,000. Yani mshahara wao unaanzia $75 mpaka $99,000. Ita depend na experience yako, lakini pia ita depend na bidii yako kazini. Wewe fanya, piga hesabu. Ni pesa nyingi sana, sana, mamilioni mingi sana ya pesa ukiweka kwa pesa za nyumbani. Benefit, wanakupatia gari ya kampuni hawa. Kuna kitu wameniandikia hapa ni abbreviation ya PTO, alafu kuna insurance pia, lakini hawa hawakupatii sehemu ya kuishi. Tayari ushona mshahara ni mkubwa, unakosaje sehemu ya kuishi? Nyumba vya dola 1,100 hivi, 2,100, 1,500, 1,200 vitakushinda kulipa kwenye mshahara mkubwa kama huo? Haiwezekani. Lakini pia wamesema wanakupatia gari ya kampuni. Kwa hivyo ni vizuri kuja na driving license yako toka Afrika kama unajua kudrive gari. Usikuje kujifunzia gari Canada, itakukosti. Hiyo nakupatia habari muhimu sana. Alafu hawa LMA ipo, wanasema LMA yes ipo. Bana kusupport, inaitwa pia trade people supported, yani LMA ipo, usiwe na wasiwasi. Watu wanasupportiwa. Link kazi inapatikana pia ca.indeed.com/jobview na mengine yanafuata. Kwa description kila kitu iko pale. Kazi namba 2 ya construction ni Heaven Home Heating and Air Condition. Hawa wanapatikana Kingston, Ontario. Province ya Ontario ndio kazi inapatikana pale katika mji wa Kingston. Lakini benefit ama faida za hii kazi, wao wamezitaja mara moja, hawajataja mshahara, wametaja tu faida. Kuna tuition refund, kuna dental, kuna disability insurance. Yani hawa watakushughulikia matatizo, hata ukipata ajali pale kazini uko tayari, uko covered. Kuna insurance ambayo imekucover malipo makubwa sana. Hata ufanye ukiumia tu kidole hivi, hawa kila kitu watashughulikia mambo yako yote. Visa, wanasema visa sponsorship iko supported, usiwe na wasiwasi. Kwa hivyo LMA ipo. Nilisema sitafuti kazi ambayo ina LMA, nikusumbue kwa nini? Mimi nataka kukupatia kazi ambazo ziko tayari. Kwa hivyo ni wewe tu kuanza kufanya application. Kama uko tayari na kila kitu, unajua kila kitu, nasema uko tayari na CV, uko tayari kuandika cover letter ambayo unaweza kuiona wewe mwenyewe ukasema hii mwajiri akiipata atanikubali. Kama uko tayari na hivyo vitu vyote, twende kazi. Fanya application. Kazi inapatikana wapi? ca.indeed.com. Leo nimekupatia kazi zote za Indeed. Kwa hivyo sijakupeleka Job Bank. Leo tuko Indeed peke yake. Kwa sababu hii ndio nimepokea leo. Nitakwambia kwa nini. 3. Kazi namba 3, construction personal. Hii iko Nova Scotia, inaitwa Nova Scotia Nova Construction Co.Ltd. Inapatikana sehemu inaitwa Antigonish, Nova Scotia. Mahali pa kazi ni Antigonish, Nova Scotia. Mshahara ni kuanzia $16 mpaka $32 kwa saa. Faida, wanasema wanatoa pia health insurance, yani pia wanakupatia bima ya afya, uko covered bila wasiwasi yoyote. Lakini pia faida muhimu kati ya zote, LMA wanaandika possible, yani inapatikana, ipo tayari LMA. Link kama kawaida nilisema leo ni ca.indeed.com/viewjobs na mengine yanaendelea. Kwa description utapata linki ya kila kazi. Kazi namba 4 inaitwa construction labor, Canada Abattement Services ama Canada Abattement Services. Sasa zingine nasoma kwa Kifaransa, sasa zingine nasoma kwa Kiingereza, ila depend. Inapatikana Edmonton, Alberta. Hii kwa Alberta, Edmonton ndio sehemu ya kazi. Town ya Edmonton. Mshahara ni $28 mpaka $35 kwa saa. Faida, wamesema dental, vision na health, yani wanashughulikia meno, macho pamoja na afya yako yote kwa jumla. Hiyo ni faida. LMA yes ipo, nao wamesema ipo kabisa.
Mimi nimeuliza LMIA ipo, wananiambia yes ipo. Kazi inapatikana wapi kama kawaida? ca.indeed.com/viewjob na mengine yanafuata kwa description ya video hii. Kazi namba 5 ambayo ni kazi ya construction. Kati ya zile 5 ambazo nimezitoa leo inaitwa Carpenter Apprentice SGM Carpentry, ambayo inapatikana sehemu inaitwa Kamloops BC, iko British Columbia. Kamloops, hii kazi iko sehemu inaitwa Kamloops British Columbia. Mshahara kuanzia $24 mpaka 35 kwa saa, $24 to $35 per hour. Kazi wanasema benefit vision, kuna kitu kingine wameweka hapa inaitwa RRSP, afu pia kuna life insurance. Visa sponsorship yes for trade, yani visa ipo pia, nao wamesema visa sponsorship. Wakisema visa sponsorship maana inamaanisha mambo ya LMIA iko sorted, usiwe na wasiwasi. Link tunaenda pale ca.indeed.com/viewjobs na mengine yanafuata. Nikisema mengine yanafuata, yani kinachobaki huku nyuma ndio kodi ya hii kazi. Kwa hivyo na hiyo ndio muhimu. Kwa hivyo ni vizuri kutembelea description, ama kama uko kwenye group zetu za WhatsApp itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu pale unaweza kupata hizi kazi haraka sana. Ndio hizi link baada ya hapo nitazituma labda kwenye group zetu za WhatsApp, lakini ukiishia tu kwenye group ya WhatsApp bila kuja kusikiliza maelezo huku unaweza ukakwama. Kwa hivyo ni vizuri kusikiliza maelezo ya YouTube ili uweze kufanya vitu ambavyo viko vizuri. So hizo ni kazi 10 tayari. 5 caregivers, 5 construction. Nikimalizia nikupatie tip muhimu. Hakikisha uko na Canadian CV ambayo umeandika, ama inaitwa Canadian resume ambayo ni nzuri. Hakikisha uko na cover letter ambayo iko customized kwa kila kazi. Na nikwambie, kama unataka kuomba kazi ya construction, tuma maombi kwenye kazi zote 5. Kama unataka kufanya kazi ya caregivers, tuma maombi kwa kazi zote 5. Utakachokifanya, tumia CV moja kwa kazi zote kama inawezekana. Lakini tumia cover letter 5 kwa kazi 5. Yaani kila kazi na cover letter yake. Usitumie cover letter moja kwa kazi zote, kwa sababu cover letter ni barua husika kwenye kampuni husika. Kwa hivyo huwezi kutumia tuseme kwa mfano SGM Carpentry watumie cover letter moja na hawa wengine wenye wanajiita Canada Abatement Services. Utakuwa umejichanganya. Hapo utakuwa umejikoroga kabisa we mwenyewe, na usikuje kunilaumu tena baadaye. Hizi kazi zote unaweza kuomba ukiwa East Africa, yani ukiwa nyumbani. Hizi ni kwa sababu ya watu wa nyumbani. Na waajiri wengi wanatoa tayari, wanakusudia kwa kupatia LMIA. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Tafadhali usitume pesa ya maombi ya kazi. Kazi zote ni free of charge. Na kupatia bure, fanya application bure. Usitumie pesa. Usimtumie mtu yoyote pesa. Atakaye kuomba pesa, nifate uniambie, kaka, zile kazi ambazo ulizitoa walituitisha pesa. Hakuna kitu kama hicho kitatokea, kwa sababu hizi kazi ambazo nakupatia ni moja kwa moja ambazo zinakaguliwa na serikali ya Canada na taasisi husika ya waajiri wa Canada. Kwa hivyo ziko registered vizuri sana na makampuni yote na serikali ya Canada. Kwa hivyo hawawezi kukuitisha hata senti moja, kwa sababu sio maagent na mimi sio agent. Mimi ni msaidizi tu kukusaidia kuweza kupata hizi kazi. Hivyo basi ni wewe tu uweze kuhakikisha. Na kikubwa, usiapply kazi kufuatana na yale maneno unasikia, kwa sababu maneno mengine unaweza kuyatamka vibaya. Lakini fanya application kwa kugusa link kwa description. Juu nakupatia link ya kila kazi. Yaani ukigusa hiyo link moja kwa moja na kupeleka kwa kazi husika. Haitakuchanganya. Nimekuwekea urahisi. Hivyo basi itakuwa vizuri zaidi. Kama unahisi ya kuwa labda umesaidika na kuna kazi zingine ungetaka tuweze kuziangazia ama niweze kuzitoa, niambie kupitia comment section. Kama labda ungetaka tuangalie sasa truck drivers, tuangalie na aina nyingine ya kazi, watu wa umeme, watu wa yani electrician, mechanics na watu wengine, mniambie kupitia comment section mnahitaji next tufanye video ya kazi gani. Kama unahisi video hii ambayo nimeifanya imekusaidia kwa njia moja ama nyingine, naomba like yako. Please like video hii.
Lakini pia kama uko na swali, weka kwenye comment section, nitakujibu bila tatizo lolote. Nitakusaidia kukuelewesha kile ambacho hujakielewa, na hiyo itakuwa ni vizuri zaidi. Mengine nasema tu asante sana kwa sababu umekuwa ukiniamini. Nilikwambia siku zote nikope imani yako, nitakulipa furaha. Na kama labda haujakuwa na CV ama haujakuwa na cover letter ama ile kazi ambazo nimezitangaza za mashamba pamoja na ile kazi nyingine ya zilikuwa mashamba pamoja na kazi za viwandani zilikupita, kama haujatengeneza CV na kama kazi za viwandani zilikupita, basi unaweza kutazama hapa video moja, hapa video nyingine hapa. Moja ni ya CV, nyingine ni ya makazi za viwandani pamoja na mashamba. Mengine tukutane katika video itakayofuata, na wapenda sana watu wangu wa nguvu. Naamini ya kuwa kabla ya mwaka huu tutakuwa pamoja Canada. Stay safe. Peace.